Kwanza napenda kutumia nafasi hii kuongea na Watanzania wenzangu. Kwanza kuwapongeza wananchi wa Tanzania na Watanzania wenzangu wote, vijana wa Kitanzania na Watanzania wote kwa ujumla. Napenda kuwapongeza hasa kwa kutii tamko au maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmeonyesha kwamba vijana wa Kitanzania ni vijana na ni watu waliolelewa katika maadili na hawako tayari kufanya vurugu wala kuharibu nchi yao, kwa sababu hawana pa kwenda. Hapa ndio kwao, Tanzania ndio mama yao na ndio baba yao na ndio nchi yao. Kwa hiyo nawapongeza sana wananchi kwa kutii na kuamua kuonyesha upendo mkubwa. Mmeionyesha dunia, mmeonyesha Umoja wa Mataifa kwamba Watanzania na vijana wa Kitanzania ni watu waliolelewa katika maadili mazuri na ni watu wanaotii na kuheshimu sheria, katiba na kanuni za nchi. Mungu awabariki sana. Mimi Ikongo nimewapongeza sana. Natumia nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba yake aliyoitoa tarehe 2 mwezi wa 12 wakati anazungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na taifa kwa ujumla. Ninampongeza kwa sababu gani? Nakupongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu pale ulipotoa hotuba ile, umetoa hotuba ile sio kama rais. Umetoa hotuba ile kama Amiri Jeshi Mkuu wa nchi. Umeionyesha dunia, umeionyesha Tanzania, umewaonyesha Watanzania kwamba wewe sio mwanamke, wewe ni Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nakupongeza kwa sababu hotuba yako kama Amiri Jeshi Mkuu imeondoa ule mfumo dume, na wale wote waliokuwa wanatumia mfumo dume sasa hivi wameelewa kwamba wewe ni Amiri Jeshi Mkuu. Nasema mfumo dume kwa sababu gani? Mambo yote wanayoyafanya, mambo yote wanaharakati wanayafanya, mambo yote wanasiasa walioyafanya, yale ambayo yote walikuwa wanaogopa kuyasema kwenye awamu ya 5, sasa wameinuka wanaanza kupiga makelele, mambo ambayo wakati wa awamu ya 5 walinyamaza kimya, lakini sasa wameanza kutoa matamko, mambo mbalimbali. Wanaharakati, wanasiasa wameanza kuwa kana kwamba na wao wapo. Nikasema kwamba yote hayo ni mfumo dume. Lakini kwa hotuba yako ya tarehe 2 mwezi wa 12 ulipokuwa unaongea na wazee, imeonyesha kwamba ni kweli tuliye naye ni Amiri Jeshi Mkuu, maana hukuweza kuwapigia magoti watu wenye nia ovu ndani ya nchi yetu. Mungu akubariki, tunakupenda na tunakuombea. Pia nitumie nafasi hii kumpongeza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mungu akubariki sana Waziri Mkuu. Nimefurahia na ninakupongeza sana kwa sababu kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais na wewe umesimama hata katika maongezi yako sasa hivi ulivyokuwa unaongea kabla ya tarehe 9 Disemba, ulivyokuwa unaongea, hata mtu akikuangalia una matamko yako na namna unaongea na watu, unaongea na wananchi, yani anaona kabisa kwamba unaongea kama mtu ambao una feel maumivu, umeumizwa na yaliyotokea tarehe 29. Yani unaongea kana kwamba ni mtu ulioguswa, ulioumizwa na yaliyotokea, na kwamba hutaki yatokee tena, au yaliyotokea tarehe 29 Oktoba yasije yakajirudia tena. Lakini pamoja na kuongea na machungu hayo na kuonyesha mtu alikuwa akikutazama wakati unaongea, tunakuangalia kama waziri mkuu, tunaona unaongea yanayotoka ndani, wala sio maelekezo, wala sio umeambiwa nani, lakini yanatoka ndani ya moyo wako kwamba kweli kama waziri mkuu umeumizwa na yaliyotokea tarehe 29 Oktoba na tarehe 30 na tarehe 31, na kana kwamba unavyoongea ni kwamba unaonyesha jinsi ambavyo ulivyo na uchungu na huwezi usingependa mambo yaliyotokea yajirudie tena, kwa sababu ulikuwa unaongea ukionyesha una maumivu ya watu waliopotea,
watu waliokufa, yani umeongea vizuri na kupongeza sana, na kwa njia hiyo umeuonyesha umma wa Watanzania na dunia nzima tunaye waziri mkuu asiyeweza kupiga magoti hovyo hovyo, anasimama na anaeleza uhalisia. Mungu akubariki sana waziri mkuu na kupongeza sana. Pia natumia nafasi hii kupongeza mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Simbachawene. Mheshimiwa Simbachawene, kama kuna wakati umefanya jambo nikakupenda na nikakufurahia ni kipindi hiki. Kabla ya tarehe 29 uliongea ukitoa ndani ya moyo wako maumivu ulionayo na jinsi ambavyo umeumizwa na yaliyotokea tarehe 29 Oktoba na tarehe 30 na 31, na unaongea kana kwamba ukionyesha kwamba hauko tayari ajirudie hayo. Umeongea na Watanzania vizuri, umetoa maelekezo mazuri na Watanzania wametii na vijana wa Kitanzania wametii. Mimi nakupongeza sana kwa sababu umesimamia kauli ya Mheshimiwa Rais ambaye ni amiri jeshi mkuu, matamko aliyoyatoa tarehe 2 wakati akilihutubia taifa akiwa na wazee pale Dar es Salaam tarehe 2 ile. Basi ina maana kwamba na wewe ulipokea vizuri hotuba ile na umeisimamia vizuri na umeongea na Watanzania, tumekuelewa. Kwa sasa ninakupongeza sana. Mimi Ikongo ninasema Mungu akubariki sana. Kwa sasa tuna waziri wa mambo ya ndani kupitia hili lilotokea na haya yaliyotokea yote na namna ulivyoongea, kwa kweli umeonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye tunakutegemea. Tunakutegemea na tunategemea mazuri mengi kutoka kwako. Naomba upokee pongezi zangu na salamu zangu za pongezi popote ulipo. Mungu akubariki, tunakuombea. Pia naomba nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa IGP, mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania. Mungu akubariki na kupongeza sana. Umefanya kazi nzuri sana. Umesimama kama mkuu wa Jeshi la Polisi. Hukutaka kupigishwa magoti na mtu. Hukutaka kuomba msamaha mahali popote, hata pale wanaharakati na wasioipenda nchi yetu walipoongea walioyaongea, lakini wewe ulisimama na ukatoa maelekezo na msimamo wako umeenda vizuri. Ninakupongeza sana Mheshimiwa IGP. Mungu akubariki. Umetuonyesha msimamo mzuri na kwamba ukisema jambo unalisimamia. Mungu akubariki sana. Wewe ni polisi, wewe ni askari mzuri. Mungu akubariki na akutie nguvu. Tunakuombea wewe pamoja na makamanda wote, na wapongeza makamanda wote wa mikoa, makamanda wote wa wilaya na jeshi la polisi kwa ujumla, na wana polisi wote Tanzania na vyombo vyote vya usalama. Mungu awabariki, mmefanya kazi kubwa. Naomba niwapongeze wote, nipongeze vyombo vya usalama vyote kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuonyesha kwamba mnatulinda sisi na mali zetu, maraia na mali zao, mipaka na kila kitu. Mungu awabariki vyombo vyote vya usalama. Naomba nitoe pongezi zangu kwa polisi wote, wakubwa kwa wadogo, kulingana na vyeo. Kazi kubwa mlioifanya kutulinda sisi na mali zetu. Mungu awabariki. Tunaendelea kuwaombea jeshi letu la polisi na tutaendelea kuwapongeza pale mnapofanya vizuri. Mmefanya kazi nzuri sana, na watu kumbe wanapotii mambo yanaenda vizuri. Kumbe pale tunapoleta ubishi na kujifanya kwamba tunataka kufanya fujo au kufanya nini, kumbe tunajiumiza wenyewe, lakini tumetii na mambo yameenda vizuri. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana IGP. Mungu akubariki. Na amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana na wapongeza sana. Na Watanzania wote nimewapongeza kwa kuonyesha kwamba tunataka mshikamano, tunataka umoja, tunataka upendo na amani viendelee kudumu na utulivu ndani ya nchi yetu. Tuendelee kuiombea nchi yetu, viongozi wetu na wengine wote. Mungu awabariki sana. Ni pongezi zangu chache hizo. Asanteni sana.